Hivi Kanoni una akili kweli wewe? Nakuuliza wewe una akili kweli? Ina maana wewe kila unapokutana na mimi unaanza kuongelea tu masuala ya mapenzi. Unajua kama mimi na matatizo, si ndio? Aha, kumbe na wewe ni miongoni mwa wale wanaume washenzi ambao wanaendekeza kusikiza vichwa vidogo kuliko vichwa vikubwa, si ndio? Sasa wewe leo ngoja nikuokotee mawe. Na hiyo bado nakufurumua. Farida! Farida, nini kinaendelea hapa? Mbona mnazalilishana barabarani? Shida nini? Madam Leticia, nakuheshimu na naomba utoke hapa. Farida, kwani shida nini? Wewe, siku nyingine ukakutana na mimi afu kaanza kuongelea masuala ya mapenzi aliyokuwa unajua kabisa mimi nina matatizo. Yaani ama zako ama zangu. Hiyo siku utanijua mimi ni nani. Farida, kwa nataka kuniambia kila kinachoendelea hapa ni kwa sababu ya mapenzi? Ndio Madam Leticia. Sio huyo Kanoni. Yeye kila anapokutana na mimi anaanza mapenzi. Kila anapokutana na mimi anaanza mapenzi. Hayakuwa mimi nimepotelewa na mtoto wa dadangu. Kakaangu alitekwa na nilimwambia kabisa anisaidie kuwatafuta lakini hakufanya hicho kitu. Afu kila akikutana na mimi anaanza tu mapenzi, si ndio? Farida, kwa hiyo huyu ndio yule Dr. Kanoni ambaye unamzungumzia kila siku? Ndio, ndo huyu ambaye ana akili mpumbavu mkubwa kabisa. Farida, ina maana mimi leo sina akili? Ndio, kwa unavyojiona wewe una akili. Unavyojiona wewe una akili. Muda wote ukikutana na mimi unaanza mapenzi tu aliyakuwa unajua nina matatizo. He? Farida, unachokifanya hiki sio kitu kizuri. Na huu hapo ni udhalilishaji. Kwani unamdhalilisha mkaka wa watu? Umekosea nini? Ana shida gani huyo? Halafu mwanaume adhalilishwi kama hivyo. Wewe una matatizo gani Farida? Kwani utumie akili wewe? Farida, asante kwa kila kitu. Nashukuru sana. Unanikalia pabaya, unanikalia pabaya, unaniendesha. Yani mapenzi mbona? Unanikalia pabaya, unanikalia pabaya, unanikondesha. Mbona sielewi bado? Kosa ni nini bado? Ama ndo ujinga bado? Kumpenda sienipenda. Wewe Kindege, una shida gani wewe? Mbona sikuelewi? Yaani tokea jana siku nzima umeninunia, hauongei. Tatizo ni nini? Au kosa langu ni kwamba ulifika alafu kunikuta? Sawa, ulikaa muda mrefu na nisubiria. Lakini mbona nilikuomba msamaha na ukuongea chochote? Umeninunia tu. Mimi sikuelewi Kindege, shida ni nini? Jeni, hivi unanichukuliaje mimi wewe? Unaona kama za mwamwa si eti eh? Kwa unataka kila unachokifanya humu ndani ni kuchekee. Yaani chochote unachokifanya mimi nianze kucheka tu. Mara mwisho naondoka hapa nilikwambiaje kuhusu Kichi? Naongea nawe mara mwisho naondoka hapa nilikwambiaje kuhusu Kichi? Lakini bado umeyafanya yale. Lakini unataka nirudi hapa nianze kuchekea tu. Isitoshe mnabebana mnafika mpaka hapa nyumbani. Ina maana yote nilikuwa nakwambia ilikuwa naingilia huko yanatokea huko. Mimi mbona yote nilikuelewa? Na tena uwezi amini nilifuatilia. Nilipofuatilia nikagundua yule kijana hana kabisa hizo tabia ulizokuwa ukiniambia. Tena zaidi nilikuwa kama rafiki yake, nilikuwa mtu wake wa karibu, lakini sikuwahi kuona kabisa hizo tabia ulizowahi kuniambia. Oh. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe ndio unamjua vizuri kuliko mimi. Yaani mtu uliyefika juzi unamjua kuliko niliyekaa miaka yote hapa. Sasa nisikilize Jeni. Kwa kuwa umepata mtu ambaye mnaongea vizuri, mnaelewana, ni rafiki yako, mna amani, endelea kuongea naye. Niache na maisha yangu. Ukiniona nimekaa kimya, sijui nimepatwa na chochote, niache. And you know what? Kinachokufanya uendelee kukaa humu ndani, sababu wewe ni pati tu ya familia. La sivyo, Jeni, humu ndani ungetoka kitambo sana. Kwa hiyo, chochote ninachokifanya, chochote kinachoendelea juu yangu, hakikuhusu. Fanya kama ukioni. Lakini Kindege, Farida, hautaki kukaa hapo na kuanza kujiuliza kama unavyojiuliza. Ulichokifanya leo ni kosa, tena ni kosa kubwa sana.
Mbona kila siku nakwambia wewe kuwa mtulivu, tuliza hicho kichwa chako. Una shida gani? Umekaa umeenda kumdhalilisha mkaka watu, amekukosea nini? Yaani nilikuwa mbali kule naangalia jinsi ambavyo unamsukuma chini, unamwagia michanga bila kujali kalia yake. Utaki kujua yule ni dokta, unamdhalilisha mbele za watu. Hata kama una matatizo, usiyafanye matatizo yake yakawa fimbo kwa watu wengine. Yule mkaka watu umemuumiza, umemdhalilisha. Yeye kosa lake nini? Kosa lake kukupenda. Hivi nyinyi watu mnataka nini Farida? Mtu akikupenda ni kosa, akikuumiza pia ni kosa. Hivi unahisi ukiumizwa kule nyumbani, ukaja ukamrushia ile uliyomrushia mkaka watu, yeye unafikia anajisikiaje? Biblia gani au ni kitabu gani ambacho kinaruhusu kwamba maumivu yako uende ukampatie mtu mwingine? Wewe una shida gani Farida? Sasa naomba nisikilize. Ulichokifanya leo ni makosa na sijakipenda kabisa. Kitu ambacho kinatakiwa kufanyika hapa ni wewe kutoka nyumbani kwangu, umfuate yule mkaka watu ukamwombe msamaha kwa sababu umekosea. Nikamwombe msamaha? Ndio, unashtuka nini? Ukamwombe msamaha kwa sababu wewe ndio umekosea. Yaani ulichokifanya leo ni makosa, tena ni makosa makubwa sana. Kila siku nakwambia, lakini bado unayarudia. Wewe una shida gani? Wewe una matatizo gani wewe? Hivi umempata mtu, umemwambia kusaidia kuwatafuta ndugu zako, hajafanikiwa kuwapata au hajakuonyesha ushirikiano, ndio mfanyie vile ambavyo umemfanyia? Kwa hiyo nataka kuniambia hata mimi ambavyo tunashirikiana hivi kufanya vitu visipokamilika au visipofanyika utanikasirikia na kunizalilisha kiasi hicho? Inatakiwa uende ukamwombe msamaha yule mkaka. Madam Leticia, naomba nisamehe sana kwa sababu pale mimi zilikuwa ni hasira tu. Nilikuwa na hasira pia, kama unavyoniona siko sawa na mawazo mengi sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba nisamehe pia kwa sababu pale nilipokea na kukuvunjia heshima. Pia tayari nitaenda kumwomba msamaha. Ni sawa, lakini mimi sina noma na wewe. Na kitu kingine tu uzingatie, matatizo yako usiyafanye kuwasumbua watu wengine. Shida zako ulizonazo kichwani kwako ukishindwa kuzimaintain na kuziweka pembeni, yani ukashindwa tu kuzibalance, basi usitembee, jifungie ndani, ukae chumbani ili usionane na mtu yoyote. Ili uonekane kabisa mimi matatizo yangu siwezi kuyapeleka kwa watu, ujifungie ndani. Sasa wewe ndio unaonekana na matatizo mengi sana kuliko watu wengine. Basi sawa Madam Leticia, hamna shida. Lakini mimi nilikuwa naomba niende nyumbani nikapumzike, maana siko sawa. Pia na kuahidi nitamtafuta na kumwomba msamaha. Basi sawa, hamna shida. Lakini hakikisha usirudie kufanya hicho ulichokifanya siku ya leo. Ila naomba usiende unalialia hivyo barabarani ukaenda kujizalilisha. Sawa. Pole sana shemeji kwa kila kilichokukuta. Nilipata taarifa kuwa umetekwa na nilishindwa kuamua kitu chochote kwa sababu ni swala ambalo lilikuwa nje ya uwezo wetu. Na kitu kikubwa ambacho nilifanya ni kuhakikisha tu natoa taarifa polisi na nashirikiana na shemeji Farida. Lakini kama Mungu tukatusaidia, umerudi salama. Vipi lakini unaendeleaje? Kwa kweli namshukuru Mungu sana kwa sababu watu walioniteka hakika walikuwa hawana huruma kabisa. Na hata hapa kidogo naendelea vizuri kwa sababu nimekunywa dawa. Na nilipigwa sana. Na kibaya zaidi walinipiga sana usawa wa mbavu. Na hata mpaka sasa hivi bado sijalikava vizuri kwa sababu mbavu unajua haziwezi kupona kwa siku moja. Kwa mpaka nilikave mdo. Pole sana. Lakini Mungu ni mwema kwa sababu umerudi salama. Shemeji, Kiukweli anaendelea kwa saizi mpaka ananitia wasiwasi. Kwa sababu hivi una taarifa kuwa hata Baby Super amepotea? Ndio shemeji. Taarifa nilizipata. Lakini kitu ambacho kinachonishangaza na kinachonisikitisha kwa sasa ni kwamba ni kwa nini matukio kama hayo yanakuwa sana upande wetu. Yaani matukio ya kutekwa yanakuwa katika familia yetu. Kila nikifikiria yule mtoto mdogo hawezi kuwa na makosa. Wala hawezi kusema labda amechukua kitu cha mtu mpaka mtu amemteka. Lakini sipati jibu. Na ndio kitu ambacho kinachonishangaza mpaka sasa. Yaani sijui hata inakuwaje shemeji yangu. Hata mimi sielewi kabisa nini kinaendelea. Lakini nimekuja hapa kuna maswali nataka nikuulize shemeji yangu. Vipi? Unawakumbuka watu walokuteka? Hapana shemeji. Watu walioniteka siwakumbuki. Ila namkumbuka mtu mmoja aliyekuwa kati yao. Na huyo mtu nadhani hata nikikutana naye kwa macho naweza nikamtambua kwa sababu ndo mtu pekee ambaye aliweza kujionyesha wakati wa tukio. Yaani ndo mtu ambaye alikuwa ameenda kumteka na kumpiga ngeta, mtu ambaye nilikuwepo naye. Kwa hata kama ikitokea sasa hivi nimemuona,
nadhani naweza nikajua ni wapi pa kuanzia, kwa sababu huyo ndo nilifanikiwa kumuona. Na kipindi nipo huko mafichoni sikufanikiwa kabisa kumuona mtu yoyote, kwa sababu nilifungwa macho na mikono. Kwa nilishindwa kabisa hata kupepesuka, hata kutizama nilishindwa, bali tu nilikuwa nasikia sauti zao, lakini sikujua ni nani. Na kibaya zaidi kinachonishangaza ni kwamba wanaonekana walitumwa na mwanamke, na huyo mwanamke sikumjua ni nani. Na siku moja nakumbuka usiku walikuja walinipiga sana, lakini sijui ni wapi nilipokosea, na simjui mwanamke ni nani ambaye labda nishaye kumkosea shemeji yangu. Kwa hiyo kitu pia kinanichanganya sana, lakini nikimpata huyo mmoja ambaye nilimuona, nadhani nitajua ni wapi pa kuanzia. Na nadhani pia kuhusu swala kutoka mjomba wangu, sidhani kama alikuwa ametekwa pamoja na mimi, kwa sababu angekuwa ametekwa sehemu moja, basi huenda hata ningesikia sauti yake, hata akilio au akiwa analalamika, lakini sikuweza kusikia wala kuhisi chochote. Na kitu kingine, hata watu ambao walikuwa wameniteka sikuwasikia wakiwa wanazungumzia Baby Supu. Yaani kikubwa ni kwamba alikuwa anazungumzia mimi na kuhusu hao mamadam mabosi zao. Anyway, basi sawa. Mimi nimeshatoa taarifa polisi na imani wanalishughulikia. Lakini kiukweli hii swala linani stress sana. Shemeji, kwanza nimefurahi sana kama umefikisha hii taarifa katika vyombo vya dola, kwa sababu hata kama itatokea changamoto yoyote, ina maana utakuwa na chacha kujieleza. Na kitu kingine, inabidi tulivalia njuga sisi wenyewe. Yaani kiufupi mimi mjomba wake pamoja na baba yake. Kwa sababu ukisema tu utegemee polisi, unajua polisi ni ya umoja. Na kama ni ya umoja, watu wengi huwa wanapeleka shida zao kituo cha polisi. Kwa hiyo usitegemee kwamba wanaweza kaacha watu wengine waliowahi wakakufuata wewe. Cha muhimu ni sisi kulivalia njuga na sisi kumtafuta mtoto popote alipo mpaka tujue ni wapi tutakapompata. Lakini tusitegemee tu kwamba polisi tuwaachie watafanya kazi. Wanaweza kachelewa na tukamkosa mtoto kabisa. Nashukuru sana shemeji. Nimefurahi kusikia hivyo kwamba na wewe umekuja kuongeza nguvu upande wangu. Itabidi tulivalie njuga. Anyway, nimefurahi kukuona umerudi salama. Shemeji, itabidi nitoke sasa, kuna sehemu na wae. Bye sana shemeji, hana shida, lakini pia nimefurahi sana ujio wako hapa nyumbani. Nimefurahi na mimi pia kukuona. Okay, ni sawa. Na pia kama unataka kutoka, na mimi nilikuwa na safari zangu, nilikuwa nataka niende. Kwa hiyo kama utojali, naweza nikakuskoti au utangulia funzeni, mimi nitatoka. Basi sawa shemeji. Nikutakie tu mapumziko mema. Sawa shemeji, karibu sana. Okay. Ama kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Haya mwenzetu, yani nakuona tangia kule mbali kabisa kule, unajilizaliza mtoto wa kike, unafika hapo na niona unaanza kufuta machozi. Sasa kinachokufanya ufute machozi ni kitu gani? Sema hata hivyo sio mbaya sana, kwa sababu najua kabisa ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe ulie. Yaani najua ni kitu gani ambacho kinakustress hapo mpaka unalia na machozi hayo yote, macho menyewe yamekuvimba hivi mtoto wa kike. Unajua nyewe watoto 2000 mmechangamka sana. Mnapenda pipi kuliko kitu chochote kile. Mimi mtu mzima nilivyokuwa nakushauri, achana na yule mwanaume, hakufai, hana chochote cha kukupa. Ulikuwa unaniona kama mchawi, yani kama namtaka sana yule bwana wako. Wakati hata simtaki na wala simuhitaji na wala sina sehemu yoyote ya kumpeleka. Leo kashakujaza mimba sasa. Na mimba yenyewe kashaikataa. Utampelekea nani? Unajua hata hivyo nilikwambia, ndio maana siwezi hata kukusaidia chochote wala siwezi kusema kitu gani, kwa sababu nishawahi kukwambia kabisa tangia hapo awali kwamba huyo mwanaume achana naye, hana chochote cha kukusaidia wewe kwenye maisha yako, ukaniona kama mchawi wako. Ndio maana unajiuliza huku barabarani tokea kule na kuona unalia mwenyewe. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akakusaidia hapa, sio akakuonea huruma kisa unalia, si una mimba umeachwa, umeshapima dada, una mimba. Kwa hiyo kaa na huo mzigo wako ukaule, na pale kwangu sikutaki ukiwa na mimba dada, kwa sababu mimi sitaki kufanya kazi ambaye ana mimba. Sijui kitu kimoja ulikuwa ukijui. Hivi unawajua wanaume wembamba weusi warefu wewe? Unawajua? Yaani ni makonko wa kukataa mimba. Wakishakujaza tu
basi utakufa na mzigo wako. Wanakupenda dada ukiwa flati. Kitambi kikishatokeza hawana time na wewe. Yaani wale ni wabishi. Hivi unajua kuwa ndio wanaongoza katika dunia hii kukataa mimba. Wanakujaza halafu anaikataa. Unalijua hilo? Ni sawasawa tu na wewe. Yaani ni sawasawa kabisa na vimtu vifupi ambavyo ni vibishi, na warefu weusi ndo wako vile vile. Wanakataa mimba na wakati wamekujaza wao. Sasa dada, utahangaika na huo mzigo na sijui hata utaupeleka wapi, maskini ya Mungu. Maana pale ndani sasa hivi nahangaika na kazi zote mimi mwenyewe, napika, naosha vyombo, nafanya usafi ndani kama vile sina house girl jamani. Janet, nakuheshimu sana. Alafu sitaki nikuvunjie heshima barabarani. Na kingine, kama kuniita mimi mfanyakazi wako. Alafu unazungumzia mimba. Mimi mbona sikuelewi hata. Unazungumzia nini kwani? Wewe. Mimi ni mtu mzima. Yaani mimi ni mtu mzima na ni mkubwa wako tena mbali tu. Kwa hiyo najua kabisa ambacho kinakufanya ulie hapo. Una mimba na usikatae. Kwa hiyo unataka kuniambia huna mimba. Sasa kinachokufanya ulie hivi mabarabarani ni kitu gani? Au tuseme labda leo sasa msiba wa Baby Supu ndo umeukumbuka na unakufanya unalia mwenyewe mpaka macho yamekuvimba, sio? Msiba wa Baby Supu? Ambacho hujakielewa hapo ni kitu gani? Msiba wa Baby Supu ndio, kwa sababu kama angekuwepo hai, angekuwa sharudi pale nyumbani. Tumeshazunguka Dar es Salaam yote hii, hatujampata mtoto. Wewe unadhani atakuwa ameenda wapi? Kwa hiyo Janeti, akili yako ilivyo fupi ndio imeishia hapo, si ndio? Nisikilize vizuri. Sio kila mtu ambaye unamuona ana mawazo au analia barabarani basi ukajua amepewa mimba. Wengine waga na matatizo yao tu. Alafu kuwa serious. Naomba nipite. Upite uende wapi? Sijamaliza. Naomba nipite. Kumbe sieleweki? Sijamaliza, nimekwambia hivi. Hiyo mimba yako aliyoikataa yule mwanaume wako, sikutaki pale nyumbani kwangu. Ilo! Acha hivyo nyumbani kwangu sikutaki. Maana wewe unajikuta mbishi. Unajikuta kibulibangi, si ndio? Hapo nyumbani kwangu sikutaki na ile tumbo lako hangaika nalo. Leo umeanza mabarabarani kujiliza. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kukuonea huruma. Yaani wewe kafike kule nyumbani kwangu, kabeba vinguongo vyako, utoke, sitaki kukukuta huko. Sema hivyo mwanaume kafanya la maana sana. Maana hawezi kuwa na mwanamke mbishi kama wewe. No. Unaambia ongea vizuri na watu, ongea vizuri na mimi naweza kukusaidia chochote, lakini unakuwa mbishi. Hangaika, kaa huko huko na ubishi wako. Hivi niendelee kunako kwenda au nimfuate huyu? Siwezi kuendelea. Hata hivyo sijamalizana naye, namfuata huko huko. Uembilikimo. Kichinjile. Vipi mama la mama? Naona ulikuwa unafanya usafi, sio ulikuwa unang'oa majani hapo, sio unapajilia? Nimemaliza usafi muda mrefu sana, kazi zote zimeisha. Sasa nikasemaje, ning'ole majani hapa niweke mazingira safi basi. Ya mwanamke usafi nimeipenda, lakini pia huko nilikotoka sio salama sana. Kiaje tena? Wewe unavyoniona hapa, Kipuli nimemwacha huko kalala. Yaani analalamika njaa inamuuma. Sasa mimi nikamwambia dogo usiingie jikoni, maana sema kupika sijazoea, sijui. Na mimi kwa sababu siko sawa kiafya nikasema basi ngoja nikamuita pale shemeji yako nini aje atoe kitu. Kondo nimekufuata hapa. Kipuli kaniambia basi nenda kamfuata sasa vile kuongea. Kondo nimekuja kukufuata hapa. Okay, sawa. Tena imekuwa kama bahati. Maana sasa hivi sina kazi yoyote iliyobaki. Kwa hiyo tunaweza tukaenda. Sawa, tuondoke. Basi sawa, twende. Wapi?
Unakotaka kwenda wapi? Kindege, kwani mimi ni mtoto wa shule kwamba utanielekeza fanya hiki usifanye? Nisikilize, mimi ni mtu mzima na nina akili timamu. Najua cha kufanya, najua ambacho sitaki kukifanya. Sasa unavyoniuliza naenda wapi? Unataka nibaki hapa kuna kazi yoyote ambayo sijaifanya niifanye sasa hivi labda? Kama kuosha vyombo nimeshaosha vyombo, kupika tayari. Kazi zote humu ndani zimeshaisha. Tafadhali, naomba uniache niende ninakotaka kwenda. Asa ukiondoka hapa nyumbani unadhani mimi nabaki na nani? Kwani kubaki wewe hapa nyumbani mpaka ubaki na mimi? Huwezi kubaki peke yako Kindege? Tafadhali, usinifanyie hivyo. Acha. Kiti, sisi tunaweza kwenda sasa. Basi sawa bi mzuri, tuondoke ukatoe madambu huko. Kama na mwingine atacho mwenyewe, ninachojua kwake mimi niko mwenyewe. Na kama mtamona mmemfananisha, huyo sio yeye. Siku inakuwa ndefu wasiponi text inakuwa kama ugomvi. Je, akiniacha mwaka sindo nitalefti na waza. Jeni, moto uliotaka kuuchezea na kuapia utakuunguza. Yaani siwezi nikakuacha hivi hivi. Huu moto utakuunguza. Si umeamua kuuchezea? Wacha tuone nini kitatokea. Mwanangu Kichi. Wewe mwanangu Kichi mtu. Yaani Kichi wewe, Kichi mtu naona umekuja na shemeji. Ana shemeji na sifa hilo. Yaani anakwenda Kichi na yeye yupo. Anakwenda Kichi yupo. Yaani inaonekana shemeji unampenda sana mwanangu Kichi ujue wewe. Yaani unampenda kabisa kupitiliza ushafu love wewe mtoto wa kike. Yaani kama mkio vile bwana shemeji, yaani unanikoshaga wewe. Tatizo lako kipuli unaongea sana. Afa za kibaya zaidi unajizima data sio ndo unajikata fuse. Wewe uko nalalamika hapo muda wote sio tumbo linaniuma ama njaa inaniuma sio muda unaenda wa kupika hamna. Sasa nimetoka hapa mwanangu nimeenda kumtafuta mtu wa kupika nimemleta hapa shemeji yako dakika za mwisho eti mnafatana kama mkia akiwepo yeye mimi nipo alipo mimi yeye yupo. Hasa mambo gani hapa? Kwa nini nataka kuniambia kwamba shemeji kaja kupika? Mama, mwanangu noma hiyo. Kichi noma kwa sababu ninapenda sana madikodiko unapika shemeji. Shemeji kwenye kupika aje alogwa. Shemeji upo vizuri kwenye kupika nitafurahi sana shemeji kama umekuja kupika. Kwanza anasema Mwenyezi Mungu amina kukutuletea kiumbe hichi. Na ndio maana nasemaje mwanangu Kichi, tufanye mpango tuoe. Tunavochelewa hivi, kesho tutakuta mwana sio wako. Wenzako wanakuambia togwa, unywe asubuhi usinywe mchana litabadilika litakuwa pombe. Umeona? Sasa kwa Kichi, fanya mpango, tumtafute tuchome na ubani tuchukue ngoma hiyo tuiweke ndani jamani. Wewe ulivyokuwa na chumba chako kama hivyo umeona? Inakuwa fresh kabisa kwa sababu utakuwa umfuati kama unavyomfuata kama mbwa mwanangu Kichi. Kwa hiyo mtoto atakuwa yupo ndani anaturekebishia madikodiko humu ndani. Umeona? Kila kitu kitakaa sawa mwanangu Kichi, si umenielewa? Tatizo lako kipole mwanangu, yani ukishafungulia tu sabufa lako huwa alisimame yani mwanangu. Sema nini tuachane na yote. Vipi au mapochopocho ulishaenda kudaka market mwanangu kaatia jikoni au ndio leo unaongea tu unapoteza muda? Mwanangu nitakosaje? Mimi kila kitu nishakiweka sawa jikoni, kila kitu nishatengeneza, madikodiko masokorodinyo yote hapo pale mwanangu Kichi, si umenielewa? Kwa kila kitu kimeshakaa sawa baba, ushindwe wewe mwanangu Kichi wa faida. Yaani wewe mtu Kichi mtu. Na ndio maana ujue Kichi, mimi nasemaje? Katika watu wetu wa usiku wewe mwanangu Kichi upo. Yaani katika watu wa usiku Kichi wewe upo. Yaani wewe upo 100%. Tena wewe unatakiwa upewe kitengo baba. Mwanangu unaongea sana yani unajitutumua. Umekula ni mwanangu? Yaani uenda mwanangu ujue umekula umeshiba ndio maana unaongea ni unajitumua unaongea kinoma yani. Mwanangu Kichi, mimi nimekula saa ngapi sasa?
Mimi si hata kidogo mwanangu. Sema nini? Mimi huwa nafurahi nikiwaona nyinyi, nyuso zenu zikiwa na furaha na tabasamu tele lilojaa katika midomo yenu. Basi kwangu mimi najisikia raha, amani, furaha kubwa. Na sio mimi tu. Dunia nzima hii wanapenda nyinyi jinsi mlivyo. Wanatamani mtabasamu kila siku kama mnavyotabasamu sasa hivi. Mimi nawapenda sana kwa sababu nikikuangalia mwanangu Kichi na kuona kama Sharukani, afu nikimwangalia shemeji hapo alipokuwa mdogo na muona Kajoli, basi mnanimaliza mwenzenu. Nawapenda kabisa. Kausha basi. Inatosha mwanangu, unaongea sana. Sasa bibi mzuri, nadhani umemsikia Kipuli Mapulinga. Kashachukua tayari wa mahitaji kwa ajili ya kupika. Kwa kilichobaki hapo ni kuingia tu jikoni, kutoa kitu ili tuweze kukinda. Basi usijali babangu. Mimi naenda kupika kwa ajili yenu. Hamwezi mkashinda njaa alafu mimi nipo. Unajua nakupenda sana. Acha nikapike. Amjumuje? Kuna kitu kimemisi. Kuna kitu kimemisi? Kitu gani tena kimemisi na? Hujampiga busu mbele yangu. Acha kuzingua na wewe. Nazingua. Huyu wa sasa hivi akinacha nimekusha masela. Sana waza nipige simu moja kijijini kwa bibi amtengeneze. Ananikorokochoa akili kajaza maujinga. Ananichanganya huyu mtoto wa mama mkwe. Asipotangaza ndoa anatangaza vita naye. Yeye nitamvunja miguu akiuvunja moyo wangu. Nawaza nimposti ila naogopa watamroga. Najua hayawahusu ila kuna pisi. Ndo maana nampenda. Ndo maana nampenda. Ndo maana nampenda.